huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Musa. Mtu wa Mungu, nafsi, niliagiza tufanye maombi. Ombea nafsi yako, kaikomboe nafsi yako. Uhai wako, maisha yako, kufanikiwa kwako kupo kwenye nafsi. Kwenye nafsi. Kwa hiyo nafsi kama imefungwa mahali, sitegemee. Ndio maana tunahangaika. Si watu wa makanisa, si watu wa dunia. Kinachorogwa ni nafsi. Hilo naomba lijue. Tuko mahali hapa ni kwa sababu ya maarifa. Kinachorogwa ni nafsi. Kinachoshikwa ni nafsi. Uharibifu wowote wa mwanadamu unafanyika kwenye nafsi. Mtu amekwenda kwa mganga, amechinja, kinachoshikiliwa mara pale, kinachoharibiwa kwenye ile ibada ni nafsi. Kanisa, amka. Hapa tujaja kuzikana. Kuna anayependa maskini, kuna anayependa stoe. Nafsi yako imeshikwa. Nafsi yako imeshikwa. Umaskini ni ugonjwa, mtu wa Mungu. Una amani, ni aibu mbele za watu. Hata kama ulikuwa unaambiwa ya ukweli utajisikia vibaya kwa sababu ya aina ya roho. Cheza na vitu vingine, sio umaskini. Unauza utu wako. Unauza utu wako, mtu wa Mungu. Umehangaika ufanye hili na hili, haiwezekani. Sio unaenda kufanya uchafu ili uweze kufanikisha. Nafsi imeshikwa. Nafsi. Mungu alimaanisha, watu wa Mungu, naomba mnielewe. Mungu alimaanisha alipomfanya mtu, alimaanisha Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kumbukeni, usio uumbaji, ni kufanywa ili uonekane. Kanisa, amka. Vita tulionayo iko kwenye nafsi. Nafsi. Kumbuka mwanzo Mungu aliumba mtu, mwanaume na mwanamke kwa mfano wake yeye. Baada ya kumaliza uumbaji, baadaye akamfanya huyo mtu kwa mavumbi, akampulizia pumzi, huyo mtu akawa nafsi hai. Manake ndipo alipopewa mamlaka ya kutawala na kumiliki, ili ule mbaraka alioachilia Mungu uonekane. Ni nafsi yako iwe hai. Nakwambia kanisa, watu hawajui. Ibada zote za uharibifu zinakofanyika, kinachowindwa ni nafsi yako. Hapa duniani ili uonekanike ni nafsi ikiwa hai. Kwa adui anachokifanya, anaenda kufanya ibada kwa waganga kienyeji, kwenye miungu, kwenye mizimu. Wanaenda kukamata nafsi yako. Kinachozikwa kaburini ni nafsi, ndo maisha yako. Kanisa, amka. Naanza kulalamika vidonda vya tumbo, si chembe ya moyo. Acha ujinga wewe.
Hapo naposema chembe ya moyo ni nafsi imeshikwa mahala, imerogwa, umefanyika uharibifu. Sikudanganye mtu. Hapa ni duniani. Tunaposema tunatakiwa kutawala na kumiliki, ni lazima utafanya kazi, hakuna matokeo. Nafsi yako iko kaburini, iko baharini, iko kwenye msitu wa kimira. Utatoka uende wapi wewe? Hamkapambana. Umaskini ni roho. Nafsi. Mbaraka wote wa uumbaji wa siku 6 alioachilia Mungu, udhihirisho wake unakuja kwenye kufanywa baada ya nafsi kuwa hai. Mungu alimaanisha alivyomfanya huyu mtu, akampulizia pumzi, akawa nafsi hai. Alimaanisha, manake alikuwa anamruhusu duniani atawale na kumiliki. Kwa shetani anachokiwinda ni nafsi yako wewe mtu. Cheni mnanena kwa lugha tu wakati nafsi ziko makaburini. Kanisa linalizika tu. Na nataka tengeneza ufalme wa Mungu wako. Mungu wangu, Mungu wako una kitu. Tuko vitani. Kanisa tuko vitani. Ni vita. Umeachwa hapa duniani ili upambane. Ili uwe mtu ni mahitaji. Huduma za msingi za kijamii ni lazima Mungu wako aonekane, lakini kuonekana kwake nafsi ikawa hai. Tuache kanisa. Tujaje kupoteza muda. Kwani usali kwa sala? Kwani usali kwa sala? Hana sali ili uende mbinguni. Utenda una tiketi gani? Kuna tiketi ya bure? Au shiriki matoleo? Kazi za Mungu hakuna. Wewe utaenda mbinguni kwa nani? Yaani maana utaenda kwa Mungu kwa kupitia nini? Ufanye kazi zake. Kila siku nalalamika. Hapa ni duniani kanisa. Naomba mtambue. Lazima uwe na nyumba yako kama ulivyo na watoto. Lazima uwe na kwako. Na ukiwa na kwako lazima ukidhi mahitaji yako. Huduma za msingi za kijamii ni lazima ziendeshe wewe kama wewe. Ndio utu. Kanisa amka ufahamu. Hii ni huduma, kumbukeni. Hii ni huduma. Na kuwa mkali. Nasema ni kwa sababu hii ni huduma. Mimi hapa hatujaja kuzikana. Mimi nimekuja kupambana na babu yako na bibi yako na ile roho iliyokufunga. Siwezi nikaichekea kamwe. Uwezi, unaona mimi mkali, ondoka usije. Sije. Nenda kwa padri wako, nenda kwa mchungaji wako. Kasubiri kuzikwa. Mimi ni simba. Nimetuma kupambana, acha masiala. Amua wewe. Hayo maisha unayoishi sio maisha hayo wewe. Wewe ni mtu na kati ya watu mjini hapa. Kilio toka tarehe 1 mpaka 30 unalia tu. Una watoto wamejaa, hamna kitu. Hawali hawaendi shule, unatafuta nini duniani? Unatafuta nini? Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Aliwaumba ili wafanyaje? Watawala na kumiliki. Wewe ni mwanamke, tawala na kumiliki wewe. Acha ujinga wewe. Wanawake wanaoshinda kuzaazana na kuolewa wako kwenye mila huko wewe. Mwanamke wa Yesu alalilali bwana.
Angekuwa analala alfajiri, aliwahi kaburini alfajiri. Wewe ni mwanamke wa Yesu huyo, sio wa miungu. Hujaja kuzaazaa hapa. Kumbuka mwanamke, dhamana ya injili ya Kristo iko mikononi mwako. Ukiwa mjinga mwanamke, taifa limekwisha, manake familia kwisha. Hilo ujue. Siku 6 uliumbwa mwanamke, mwanaume uliumbwa. Mungu akaachilia mbaraka, lakini ili mbaraka uweze kuonekana, tunaiona baada ya siku 6 Mungu alimfanya huyu mtu, alimfanya kwa mavumbi, akampulizia pumzi. Baada ya hapo akawa nafsi hai. Tunaongea ni kwa sababu nafsi zetu ziko hai, na uhai wake ni kufanikiwa. Uwezo kaongea mbele ya wanaume, wewe mbele ya watu wenye pesa. Wewe unashindwa kupeleka mtoto shule, unashindwa kula, utaongea mbele ya watu? Utaongea wapi? Kwa nini? Nafsi yako imeshikwa. Kanisa ndio wakati wa kuamka. Cheni injili za kijinga. Kanisa ndio wakati. Tunaposema ufahamu umefunguka, manake ni haki yetu kutawala na kumiliki. Tulipelekwa Edeni kwa kusudi. Kumbuka, naongelea nafsi hai. Ibada zote za uharibifu, mtu wa Mungu, zinafanyika kwa ajili ya kukamata nafsi yako. Abanyakiosa biko tolipomba lya kuwomi. Wewe ni marehemu, huna faida wewe. Kwa nini? Nafsi imeshikwa. Mtu utakuwa mtu kati ya watu wewe. Sawa, ni mtu kwa sababu unatembea. Una thamani, mtu wa Mungu. Kanisa lina thamani. Thamani ya Kristo imeshikwa mahara. Thamani ya Kristo. Lazima tupambane. Walizoea. Sisi hapa hatuhubiri tu kwenda mbinguni. Tutaendaje bila tiketi? Lazima hapa tutawale na kufanyaje? Na kumiliki. Lazima tumuonyeshe Mungu wetu chini ya jua. Nguvu yake, mamlaka yake yakoje? Kule unaenda kushindana na nani kule? Mamlaka ya Mungu wako mbinguni anaenda kushindana na nani? Mungu wako ni hapa chini ya jua, lazima ashindane na ufalme mwingine. Wewe kanisa ni maskini. Hamjaamua kupona. Falme wa Mungu patikanika kwa nguvu. Nao wenye nguvu wauteka. Tangu enzi za Yohana, manake agano la kale huko, enzi za manabii. Mnataka kuleta injili za kunena kwa lugha. Falme wa Mungu upatikanika kwa nguvu. Manake Mungu ili ajidhihirishe kwako, kuna vita, kuna gharama. Sio rere mama kama kanisa linavyosema eti kasa umesema Mungu mimi. Wewe acha masiara nyinyi kanisa. Cheni masiara. Ndio maana mkitoka hapa mnaenda kuombaomba kwa mataifa. Manake mnaenda kushiriki ufalme wa upande wa pili. Kristo amerejea. Na kurejea kwake manake ufahamu umeachiliwa. Tujue shida ni nini. Tambua, tafuta kwa nini napitia haya. Ndio maana yake, mtu wa Mungu. Kaa chini, mwambie mtume, mimi nini? Wewe mtume anasema fanya hiki, unafanya ya kwako. Fanya hiki afu unalia.
Shetani wewe. Pambana. Watu wa Mungu, haviji tu. Usikudanganye mtu. Pesa, hakuna pesa ya kanisa, nenda uendako. Pesa yote ni ya taifa, ni ya nchi. Inamzungukia yoyote yule, malaya asiye malaya, mchawi asiye mchawi, anaishika hiyo 10,000 unayoitaka wewe. Funguka akili kanisa. Funguka. Kuna gharama. Kumbukeni ninachokiongelea, nafsi. Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi, akampulizia pumzi. Huyo mtu akawa nafsi hai. Manake akajua, akafahamu, akaanza kufanya kitu kwa ajili ya utukufu wa kwake Mungu. Sio kulalalala, fanya kazi wewe. Pambana. Pambana. Chakulala kanisa. Fanya kazi, pambana. Aviji tu. Hiyo 10,000 unaoitaka na mwenzio anautaka wa mataifa. Huyo unayesema mchawi anaitaka hiyo 10,000. Kahaba huko baa anaitaka hiyo 10,000. Kwa sababu kanisa haina ufahamu, na ufahamu wa kanisa ni mdogo. Sisi tunaona kama ni vitu rahisi. Yesu alisema tangu enzi za Yohana na manabii, ufalme wa Mungu upatikanika kwa nguvu. Tunaposema kupatikanika ni kupambana ili pesa ipatikanike, ikidhi huduma za msingi za kijamii. Lazima uhangaike. Kanisa lazima uhangaike, utulie, msikilize Mungu wako. Niko mara hapa kwa ajili ya Mungu ametaka nisikilize mimi. Kwani unajifanya una akili yako wakati umekaa babu yako? Utoki mtu wa Mungu. Umeletwa mara hapa kwa kusudi. Mungu alituumba kwa mfano wake, tumebarikiwa. Huna haki wewe. Tasota na utakufa mbinguni, uendi. Vinyonge haviingii mbinguni, asikudanganye mtu. Unajua maana vinyonge wewe? Maskini hata sadaka ulikuwa utoi. Ulikuwa ujengi ufalme wake. Mbinguni uende kufanya nini? Au mnafikiri vinyonge vya namna gani? Mmeshiketi kwa sababu ni mgonjwa tu, kwa tusiugue ndio tutaenda mbinguni. Hata kudanganya nani? Vinyonge kuna sababu nyingi. Ulishindwa kumthibitisha Mungu wako. Acha ulembo. Hii ni dunia. Uwezi kupambana na ufalme. Rudi. Watu wanajua kuokoka kuja kusali, wanajua ndio umemaliza. Wewe bora kakae huko kwa mashetani. Narudia, hii ni huduma. Haija kutokea. Kumbukeni, mengi ni makanisa tu. Hii ni huduma. Hii ni huduma, ilifichwa miaka 2000 yote. Ndio maana unakutana na watu wanasema wameokoka, wana Kristo, lakini uchumi wanategemea mwaganga au kwenye miungu yao. Badilike watu wa Mungu. Utu wa mtu pana gharama. Watu wana misukule ndani kwa ajili ya biashara. Watu wameua watoto ili wawe na vyeo. Wewe unaleta masiara wewe. Hapo unataka kupambana naye huyo mtu. Ndio maana mnafungua maduka, mnafunga. Cheni masiara, hapa tujaja kwenye mchezo. Kama bado ulikuwa hujajiandaa, rudi kajiandae. Tuache hata 5 sisi hapa. Wewe tuache tu, utashuhudia. Utashuhudia. Mimi sija kusanya sadaka kuja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hilo naomba ujue. Ningetaka kwa ajili ya sadaka tu, ningekuwa nakusanya, ningeridhika na hivyo hivyo. Mimi nataka Mungu wetu aonekane. Mungu aliyenituma aonekane nyumbani kwako, kwa sababu ndio unayemtegemea. Mimi ndio lengo na kusudi. Kwa nini? Ili usiende kwa waganga, ili usiende kutambika.
kutambika, siwezi nikakuhubiria usiende kutambika alafu hamna kitu kwa Mungu unayemwabudu. Huyo sio Mungu. Na nitaendelea kuwa mkali. Huu ni ujumbe unaruka dunia nzima. Wenye kunichukia wanichukia, asiyenielewa leo hatanielewa, lakini kesho hatanielewa. Nimetumwa kwa kazi maalum. Siwezi nikahubiri kwamba usiende kutambika, usiende kwa waganga wakati unalala na njaa. Ukapatie wapi? Ninaposema usiwaendee waganga, manake Kristo ana kila kitu. Usiende kutambika, manake huyu Kristo ana kila kitu, mtu wa Mungu. Chukia hali unaopitia. Mwambie jirani yako ichukie hii hali. Mwambie tena. Watu wa Mungu, nafsi. Uharibifu wote mnaoona ni nafsi. Haya maisha unaopitia, nafsi yako imefungwa mara. Imeshikwa mara. Imeshikwa. Nafsi ikiwa huru, tayari Mungu anaonekana. Kila utakapogusa utaona. Leo familia ni wakali kwa watoto, ni kwa sababu ya shida zimewajaa. Hakuna upendo kwenye familia. Kama mnakosa ada za watoto, kutakuwa na amani gani? Mwisho wake utamchukia hata kila mtu. Hata huyo mume aliyekuzalisha, mwisho wake sasa utaona hili jamaa sio shetani lilirushwa aje huko. Acha ujinga wewe, pambana. Pambana. Uliteleza. Angalia mbele unakwenda. Shangalia ulikotoka. Wewe uliteleza. Kumbukeni niliwaambia kama ulitenda dhambi, achana na huyo mtu. Wewe angalia ulipo. Sasa umekuwa mpya. Wewe una Kristo wa urejeo aliyekuahidi kutawala na kumiliki. Shida nini unamwaza huyu wa nyuma? Wa nini? Wa nini watu wa Mungu? Tufanye kazi. Nafsi zetu ziko hai, manake Kristo ndo amepewa nafasi ndani mwetu. Popote anapita, popote anaingia. Mmeimba wimbo hapa, mnaimba hizi nyimbo kwa ujinga sasa. Mungu wa mwansaso popote anapita kwa imani. Anapita hapi unalia wewe, acha ujinga wewe. Acha ujinga, tujaja kupendezesha watu hapa. Unaimba na kuimba na popote anapita. Mbona hajapita kwako? Nani anayekuzuia? Kama popote anapita, nani anayekuzuia? Tufanye nini watu wa Mungu? Tufanye kazi. Na tukifanya kazi, tupokee imani. Mimi watu wa Mungu. Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo wa ukoo mwansaso anatenda. Pambana. Ukiona vita inaongezeka, tambua unaelekea kuzuri. Nini watu wa Mungu? Hiyo ndo kanuni. Unaogopa vita. Naishiwa nguvu. Unaogopa. Kwa nataka mterezo, kanisa linataka mterezo tu. Taka mterezo kanisa. Ndege wa angani hawapandi wala hawavuni. Mjinga wewe. Mjinga. Yesu alipeleka unga, mikate ikaja. Mjinga wewe. Mjinga. Kristo amerejea. Maana ya kurejea ni ufahamu umeachiliwa. Tulikuwa maskini, ni kwa sababu Yesu ambaye ni Kristo hatukumshika ipasavyo. Leo mkamate. Watu wa Mungu, haya maisha mazuri mnaoona ni ya kanisa nyinyi. Mnasikia nyinyi? Sio ya watu wa mataifa ya maisha mnaoyaona. Hizi raha mnazoziona, shule nzuri kwa watoto, sio hawa wa mataifa, ni wa kwetu. Si ndo watakiwa watoto wetu wasome shule nzuri? Watoto wetu ndo watakiwa wawe viongozi, watu wa Mungu. Jehova Mungu, achilia ufahamu.